Hali gani ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV, nikualike katika asubuhi nyingine, asubuhi ya Julai 22, 2026 katika mwendelezo wa tafakari zetu za makesha haya ya asubuhi, leo ikiwa na mada inayosema imani na ahadi za Mungu. Tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Habakuki 2 fungu la kwanza hadi lile la 4. Wakati Yosia alipoanza kutawala, na kwa miaka mingi kabla ya hapo, watu wenye moyo wa kweli katika Yuda walikuwa wakihoji iwapo ahadi za Mungu kwa Israeli ya kale zingeweza kutimizwa. Maswali haya yenye shauku yalitolewa na nabii Habakuki. Akitazama hali ya waaminifu katika siku zake, alionyesha mzigo wa moyo wake katika swali: Ee Bwana, nilie hata lini, wewe usitake kusikia? Kisha imani yake ikafikia ng'ambo ya mambo ya kuogofya yanayoelekea kuja katika wakati ujao wa karibu, na kushikilia kwa uthabiti ahadi za thamani zinazodhihirisha upendo wa Mungu kwa watoto wake wanaomwamini nabii. Aliongeza, hatutakufa. Kwa tamko hili la imani, aliweka suala lake na lile la kila Mwisraeli anayeamini mikononi mwa Mungu mwenye huruma. Imani ile iliyomtia nguvu Habakuki na watakatifu na wenye haki wote katika siku hizo za majaribio makubwa ilikuwa ni imani ile ile ambayo inawategemeza watu wa Mungu leo. Katika saa zenye giza kuu, chini ya hali ya kuogofya mno, muumini Mkristo anaweza kuiweka roho yake ikiwa imeegemezwa juu ya chanzo cha nuru na nguvu zote. Siku baada ya siku, kwa njia ya imani kwa Mungu, tumaini lake na ujasiri vinaweza kufanywa upya. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Ni lazima tuthamini na kuikuza imani ile ambayo manabii na mitume wameshuhudia juu yake. Imani ile ambayo inashikilia ahadi za Mungu na kungojea ukombozi katika wakati na njia yake iliyopanga. Neno la nabii lililo hakika litafikia utimizaji wake wa mwisho katika ujio wa utukufu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, akiwa ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, pamoja na nabii ambaye alijitahidi kuwatia moyo Yuda katika wakati ule wa uasi usio na kifani. Hebu na tuseme kwa ujasiri, lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Hebu daima na tuweke katika kumbukumbu ujumbe ule wa kuchangamsha, maana jozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kuufikia mwisho wake, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Naam, ndugu msikilizaji wa Yoeni TV, kweli kwa hakika tumeweza kusikia tafakari njema, imani na ahadi za Mungu, tukiangazia namna gani nabii Habakuki katika kipindi cha uasi, kipindi cha majaribu, ili akaweka imani yake kwa Mungu ya kwamba hatutakufa, hakika Bwana atatuokoa. Ni imani ambayo Mungu anahitaji tuwe nayo. Yawezekana unapitia changamoto mbalimbali, majaribu, shida, yawezekana ni magonjwa, lakini neno la Mungu ni kwamba tuwe na imani ambayo kwa hiyo Bwana kwa muda wake ataweza kukuokoa. Asante, nikutakia asubuhi njema, nikutakie siku njema. Karibu hapo kesho katika mwendelezo wa tafakari zetu. Bwana akubariki.